Siku ya leo ni siku ya kipekee ambapo tumekutana hapa kwa ajili ya kutekeleza agizo ambalo kwanza tumeelekezwa na Chama cha Mapinduzi ambacho kimeunda serikali kuhakikisha kwamba tunagawa fedha hizi za vikundi kwa 10% ya mapato ya halmashauri ambayo halmashauri inakusanya. Kwa hiyo huu ni utekelezaji wa ilani. Na nichukue fursa hii kushukuru sana kwa sababu tumekuwa na ziara ya kamati ya siasa ya wilaya kwa siku mbili, tarehe 14 na 15. Kwa hiyo hii ni extension au mwendelezo wa utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi katika wilaya yetu ya Ludewa. Naomba tupige makofi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kupitia ilani ya Chama cha Mapinduzi ambayo sisi serikali tumeagizwa kutekeleza, tumeelekezwa kila tunapokusanya fedha za mapato ya ndani ile 10% tunaitenga, lakini sio kuitenga tu, ni pamoja na kuipeleka kwenye vikundi husika. Na sisi halmashauri ya wilaya Ludewa kwa mwaka wa fedha huu ambao tunaendelea nao, tunaendelea kukusanya mapato yetu ya halmashauri vizuri. Na kwa kuishia Disemba tarehe 30 tumeweza kukusanya bajeti yetu yote ya mwaka mzima ambayo ilikuwa ni bilioni 3 na milioni 400. Naomba tujipigie makofi. Kwa hiyo kwa kufanya hivyo tumeendelea pia kutenga fedha kwa namna ambavyo tunavyokuwa tumeelekezwa kwenye bajeti yetu. Na kwa robo hii ambayo tulionayo, fedha ambayo tulioitenga ni shilingi milioni 549,176. Milioni 549,176. Lakini robo iliyopita pia tuliweza kutoa mikopo ya takribani milioni 336. Kwa hiyo ukijumlisha hapo mnaanza kuona namna ambavyo halmashauri yetu inavyoweza kupiga hatua. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika hili niendelee kukupongeza kwa namna ambavyo unatusimamia halmashauri kuhakikisha kwamba tunakusanya mapato yetu kama ambavyo ilivyo kwenye bajeti, lakini pia na kuziba mianya yote ya upotevu wa mapato katika kusanya mapato. Lakini pia nimshukuru sana Mheshimiwa mwenyekiti wa halmashauri pia kwa namna anavyotusimamia halmashauri kupitia baraza la madiwani, tuna ushirikiano mzuri, lakini pia na kuhakikisha kwamba kule kwenye kata kila diwani anasimamia ukusanyaji wa mapato. Na ndio maana leo hii tuko hapa tukiwa kifua mbele, tukiwa na fedha ziko kwenye akaunti ambazo zinapaswa sasa zirudi kwenu wana kikundi. Tukumbuke kwamba fedha hizi ambazo tunazitoa leo hapa, Mheshimiwa mgeni rasmi, ni fedha za mapato ya ndani. Ni ule ushuru ambao tunaukusanya kule kijijini, ushuru wa viazi, ushuru wa mbao, ushuru wa mahindi, ushuru wa parachichi, na hii ni fedha ya wanaludewa, Mheshimiwa mgeni rasmi. Kwa ndio maana tunarudisha sehemu ya makusanyo kwenu, moja kwa namna hii ambavyo tunafanya kupitia 10%, lakini pia Mheshimiwa mgeni rasmi unafahamu, na pia kupitia maagizo yako tumeanza utekelezaji wa kurejesha fedha kwa wakulima kwa namna ya kununua miche na kuwagawia wakulima bure. Nadhani mmeona, si ndio? Tumefanya ufuta, tumeenda kwenye kahawa, tumeenda kwenye mbaazi, na sasa hivi tunaelekea kwenye parachichi. Kwa hiyo kwa utaratibu hivyo ndio utakuwa utaratibu wetu wa kila mwaka. Tunakusanya fedha, zinakuja halmashauri, zinarudi tena kwenu kwa njia mbalimbali, ili yule mkulima ambaye analima kule shambani aone mchango wa halmashauri na mchango wa ushuru wake ambao anautoa. Mheshimiwa mgeni rasmi, kama ambavyo nimesema, tumetenga bilioni 549,176 na fedha ziko kwenye akaunti. Kupitia mchakato ambao umefanyika wa kuweza kufanya uhakiki wa vikundi kupitia timu ile ya uhakiki ya wilaya, timu inaweza kufanya kazi, na kati ya hizo milioni 549,176 tuliweza kupata vikundi 36 vyenye thamani ya shilingi milioni 318,240. Kwa hiyo mnaweza kuona hapo ile tofauti kwamba fedha sisi halmashauri tumetenga kwenye akaunti milioni 549, lakini waliopatikana kukopa fedha hiyo baada ya kufanyia uhakiki ni milioni 318. Tunazidiwa kwenye akaunti fedha zaidi ya milioni 200. Kwa hiyo mimi niseme tu, Mheshimiwa mwenyekiti, nadhani pia utapata nafasi kwenye hotuba yako, nitoe rai kwa maafisa maendeleo ya jamii wa kata na watendaji wetu wa kata
na kama tulivyokaa mara mwisho kile kikao tulivyoagizana, turudi twende tuhakikisha tunasimamia uundaji wa vikundi, sio kuunda tu, lakini pia tuvilee vile vikundi ili kuviwezesha unapofika wakati wa kukopa wameshakidhi vigezo vyote wapate fedha.